kazi ya mchungaji au mwalimu ni kutengeneza watu watakao ichukua ile picha yake hata atakapokuwa yupo. Naam. Mimi naamini bila shaka kwa watu wanaofuatia kikosi kazi, bila shaka naamini wao wanaona ila watoto wambarikiwa isaidi moto pamoja mbali. Hiyo ndio imani. Imani ni kuzaa watu watakao kuwa na sura kama ya kwako. Imani ni kuzaa watu watakao kuwa na msimamo kama wa kwako, hata kama hawajauzilisha wakati fulani. Hilo unakoona kuna watu watakuwa wakizuma wasema ila hao siku kana msikia Pastor Kabigumira kana vile ametoka kipa sema aise watoto wambarikiwa aise mimi nawaelewa. Yaani ni wamenyooka, yani wako yani hivi. Siku moja namtafuta Pastor Kabigumira anambia ndugu yangu ametekwa Dodoma, ananiambia hiyo na anasema hapo aliko natafutwa sio huyo kijana ni wewe. Wewe ndio klipu zako zimesambaa. Toka hapa ndo tukaanza kuwa na mawasiliano. Sasa maana yake kumbe wanatujua, wanatufuatilia. Hasa mimi sikundi shauku ya kufanya na kutoa hizo klipu za elimu. Kuna namna ambayo mzee mimi namuamini mzee anataka tutengenezee moyo wa kwamba hii unayoona kuna namna mtu anapata anaona uvivu kuja kufanya ibada hapa. Anaona ni kama moto hapa kama umezimika fulani. Hizi ibada ambazo tunazikuta tunafanya kuanzia hata ni ya Jumapili saa 12 au saa 9. Nalizika tu. Mzee alitaka tuwe moto. Lengo la hizo ibada anajua zitakutoa kwenye mapepo fani ambayo yashakukalia siku nyingi. Naam. Yale kishatoka. Toa nani clip usema natoa ushuhuda jamani nilikuwa nasumbuliwa na hiki. Hivi nikuulize swali. Kweli mzee wetu Mbarikiwa Mwakipesi. Wewe ulimsikia kwenye ulimwengu usioonekana. Mzee sikaandika vitabu. Mzee sikaenda radio. Sasa mimi hata kule Dodoma nimesema nilianza nizo haraka. Nisema mimi itafurukuta yani hata kama utakuwa na washirika wachache lakini wale wanasema lakini hawa jamani moto. Ni moto. Mimi naamini uhai huo. Umetoka labda mahali fulani unaenda kushuhudia mahali fulani, umeshuhudia, umekimbia, umeenda mahali fulani, umehubiri, vyote unakuwa unaweka mtandaoni. Unaweka tu mtandaoni. Kwa sababu hii dunia hii imeharibiwa na hawa wanaoweka mitandaoni, muziki ya kina Diamond. Imeharibu watu. Tunakutana vilivyochengelewa hivi, ukilala salama. Kumbatia picha. Sasa unaikuta na mko tuko tuliwahi kuzisikiliza. Sasa hivi asante Mungu sababu kuna vitu vingine tunavifanya na utazidi zishapotea kwenye ufahamu. Tukao kilala utazinaimba tukichwa salama. Kumbatia picha. Lakini mwisho utakuja utaona imani ni wewe kung'oa. Kung'oa vile vipandikizi vilivyopandikizwa kwamba imani ni hii hapa. Kuokoka ni huku. Sawa, pengine huku kwingine sababu hata kwenye kwa mwisho kwa nahubiri nikisema kwamba kanisani tunakuja kuokoka, sio kwamba tumeokoka. Kwa sababu kuokoka sio level tulio nayo. Ni level ya chini sana hii. Sana. Level ya kwanza mtu kuokoka lazima apende maombi. Mahali popote anapokuwepo. Yaani hana maajabu yoyote ya klipu ya nini ila tu utamkuta kuna watu wakikaneza kanisa hivyo ndugu. Umetoka familia gani? Wewe ndugu umetoka kanisa gani? Maana kwanza kushangaa mbona mlipuko huu? Maombi haya hatujai kuyaona kwenye makanisa mengine. Lakini hii ambayo unakuta unasali nao wanakuchukulia kawaida tu. Wanakuwa kawaida tu. Ni kwa sababu tunaishi kama wao. Yaani sisi hatujatafuta kuiweka ile picha ya imani yetu tulio nayo mahali popote utakapokuwepo. Watu wakujue. Yaani unakuta upo pale wanasema mnamtaka mlokole. Tafuteni fulani. Imani ilikuwa ni hivyo, wenzetu kwa na mtizo. Biblia inasema kuna mahali fulani kwenye Matendo ya Mitume, unaota mitume kwa wanapita tu sio walifanya baadhi wanasema wale waliopindua ulimwengu wamefika nao kunao. Lakini utakuja utaona sio kwamba walioipindua ni wote, unakuta ni wachache tu. Sasa kina Paulo, kina na basi ya wengine, na kina Petro, kina ila wale ndio kwa wameshatengeneza msingi. Mahali popote anapokuwepo mtu mwingine akionekana slogan anasema bila shaka ni wale. Ni wale misimamo hii na ibada hizi ni wale ndio nyinyi sababu watu kuna kwenye kimesema ndio najitafuta hapa nianze kuna nili mbona sasa je kuona kuna kambi kusema mimi baada sipo kule nipo mahali fulani nikala tukoaga haturushurishi na hata kule kambi kuu mara nyingi mzee akawa analusha kila mahali kwa mimi niko kule yes amen nisaidieni kitabu cha maombi machache yanatoa matokeo makubwa.
malize na hicho. Ndio machache na watu wa matokeo makubwa. Kwa maana mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema kwamba imani ambayo utakuwa hauna cha kufanya, yaani wewe ni kusikiza kwa vya kwenye mtandao, amina, kuhakikisha utatembea kama kina Mwandani. Labda siku naongea hapa, unahubiri au tosheleza, nachoka mimi mjukuu wa Mwandani. Sema no. Kwa nini usio na slogan yako? Hivi kweli kwamba jamaa wenyewe ndio wana nguvu ya kushawishi ulimwengu kuliko sisi kweli? Na ibada zote hizi tunakaa hapa kanisa, tunakaa tunaombeshana muda mrefu. Baada hapo ni tunakuepo tu sisi ni kupita mtandao kushangaa. Leo besa katoa wimbo. Leo nani mtumishi nani